Hapa kikubwa ni malengo tu. Haijalishi unatokea kibosi au unatokea kesela, na maanisha ya kwamba haijalishi kipato chako ni kikubwa sana au kipato chako ni cha kawaida. Kikubwa ni malengo, na ukishadhamiria ujue kile ulichokidhamiria unaweza kukitimiza. Hapa nimekuletea jengo lenye jumla ya vyumba vitatu vya kulala, na katika jumba hivyo chumba kimoja kati ya vyumba vitatu ni self, kama ambavyo unaweza kukitazama hapo katika mpangilio wa jengo letu hapo. Lakini vyumba viwili ni vya kawaida. Hapa kwenye hili jengo kuna jiko, lakini pia kuna choo cha public na sebule. Chumba kimoja ni cha nje. Hapa utatumia jumla ya tofali za block 2000, na kama utatumia tofali za kuchoma hapa zitakuwa ni tofali 6500. Na ukiangalia hili jengo upana wake ni mita 14. Kwa hiyo kama kiwanja chako kina upana wa mita 16, unaweza kulijenga. Urefu ni mita 9, kwa hiyo kama kiwanja chako kina urefu wa mita 12, unaweza ukijenga hii hapa. Na at least kiwanja chako kiwe na urefu zaidi ya hapo, kwa sababu kikiwa kidogo chini ya hapo kidogo itakuwa ni kipengele na changamoto kubwa kweli, kwa sababu eneo lako litakuwa finyu. Japo upande mmoja itakuwa na nafasi, lakini eneo lako litakuwa finyu, jengo halitaweza kujinafasi vizuri katika eneo lako. Lakini pia nikukumbusha kwamba mbali na takwimu hizo zilizokutajia, hili jengo linatumia jumla ya bati 80 za futi 10 na mbao za kenchi ni 150. Sasa unaweza kupima mwenyewe kwa kile ambacho nimeweza kukutajia hapo. Je, unaliweza? Na kama unaliweza basi anza sasa. Na kitu ambacho ninachofeli mpaka sasa ni kukuwa na makadirio ya mbeleni kwamba nitafanya wakati ambapo muda unakuwa haukusubiri. Muda unaendelea kukimbia. Wewe unapokuwa na mipango kwamba nitafanya na muda hausimami, kidogo inakuwa ni changamoto na kipengele. Of course kama una familia basi kinaongezeka, kinakuwa ni kipengele kingine. Sawa, unajikuta unakuwa na vipengele vingi, wakati ambapo unaweza ukafanya ukajitahidi kuanza na ukapunguza vipengele. Uzuri kuna ujenzi wa majengo ya namna haya hapa, kwa wale ambao wanapatikana maeneo ambayo zinapatikana tofali za kuchoma, unaweza kalianza hata kwa tope. Shape yake haina ugumu sana na haina muunganiko mkubwa ambao utakulazimu wewe kutumia simenti kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo unaweza kalianza kwa tope mpaka usawa wa renta, ukafunga renta mkanda wako kwa simenti. Baada ya hapo ukaendelea na ujenzi kwa simenti mpaka kulikamilisha mwisho kabisa. Sawa, nikukumbushe tu ya kwamba unaweza kutazama ramani hizi kupitia WhatsApp yako. Unataka kufanya ni hivi: tutumie message WhatsApp kwenye namba hiyo inaonekana upande wa kulia hapo chini, ambao ni 0758 260 690. Ukishatuma message hiyo hapo, tutakutumia link kupitia WhatsApp yako. Yaani wewe message hiyo itume kupitia WhatsApp. Baada ya hapo tutakujibu kwa kukutumia link, ambayo link hiyo itakupeleka moja kwa moja katika channel yetu ya WhatsApp. Muhimu tu hakikisha umebonyeza neno follow, ili sasa utakapokuwa unaingia WhatsApp uweze kuitazama hiyo channel mara kwa mara, na kila tunapokuwa tunaweka ramani basi unakuwa unapata wasaa au unakuwa sehemu ya watu ambao watatazama ramani hizo wa kwanza au wa mapema sana. Na nikukumbushe tu, kama unatumia mitandao mingine ya kijamii basi hakikisha unafollow pia huko, kuongeza familia na kuhakikisha kwamba tunakuwa na familia kubwa, ili tupate moyo na nguvu ya kuendelea kukuwekea ramani zaidi na zaidi na zaidi. Lakini pia kama pia unapatikana YouTube, basi muhimu sana kusubscribe. Hakikisha umesubscribe katika YouTube channel yetu, ili tuendelee kukuwekea vitu vizuri, tuendelee kukuwekea ramani nzuri, tuendelee kukuwekea maelezo mengi zaidi. Unaona mpaka naendelea na kuwa ninachapia, lakini sio lengo na sio dhumuni. Tuendelee kukuwekea videos nyingi na maelezo mengi uweze kujifunza vitu vingi sana kuhusiana na ramani za nyumba, kwa sababu ninaamini unaweza kawa hauna mpango kujenga leo, lakini siku ambapo utaamua sasa ninajenga, unakuwa tayari una uelewa mkubwa sana kuhusiana na ramani za nyumba, na vitu vingi sana utakuwa unavijua na vitakusaidia kupunguza zile cost au kupunguza baadhi ya mambo yanakuwa sio ya msingi, au kukusaidia kupata ramani sahihi ambayo itakufaa kulingana na wakati na kulingana na kipato chako. Karibuni sana, asanteni kwa kunisikiliza.